mengineyo. Ripoti mpya ya haki za binadamu kuhusu hali ya watetezi wa haki nchini inaonyesha picha nzito ya kupungua kwa nafasi ya kiraia, ikirekodi idadi ya vifo vilivyoongezeka, mamia ya watu kukamatwa na hofu inaozidi kuongezeka kuhusu ujasusi wa kidijitali. Mwandishi wetu Grace Ng'ang'a anaarifu zaidi. Ripoti mpya kuhusu haki za binadamu nchini imeibua taharuki, ikionyesha ongezeko kubwa la ukandamizaji wa Wakenya, kukiwa na ongezeko la vifo, kukamatwa kwa watu wengi, pamoja na hatari zinazoongezeka kwa watetezi wa haki za binadamu mitaani na mitandaoni, ikionya kwamba nchi inaingia katika mwelekeo hatari wa ukandamizaji. You know, abductions, extrajudicial killings has become unfortunately the norm. We have normalized these violations. Katika kipindi cha miezi miwili ya Juni na Julai mwaka huu, watu 65 walipoteza maisha yao, visa vinavyohusishwa na vurugu za maandamano, ikionyesha kipindi kimoja cha vifo vingi zaidi katika miaka ya hivi karibuni. Ripoti ya Friedrich Naumann Foundation pia inaonyesha ongezeko kubwa la kukamatwa kwa waandamanaji. Angalau watu 1126 walizuiliwa mwaka huu, ongezeko kubwa kutoka 179 mwaka 2023 na 335 mwaka 2024. Kati ya waliokamatwa mwaka huu, watu 362 walikamatwa wakati wa maadhimisho ya maandamano ya Gen Z na 760 wakiwa maandamano ya Julai 7 almaarufu 77. Yote 910 ni watu 223 pekee ndio waliowahi kufikishwa mahakamani. Ripoti hiyo inaituhumu idara ya polisi kwa kutumia nguvu kupitia kiasi, ikinukuu matumizi holela ya gesi ya kutoa machozi na kuwakamata kiholela watetezi wa haki za binadamu. Times when you are putting on your clothes, you ask yourself, will this be the clothes I'll be identified with at the morgue today? Hili si jambo jipya. Mwaka 2024, muungano wa kimataifa wa asasi za kiraia Civicus uliorodhesha utekaji wa watekaji 84 wa haki za binadamu wanaodaiwa kutekwa na maafisa wa serikali katika jaribio la kuzima wimbi jipya la maandamano. Tume ya kitaifa ya haki za binadamu nchini pia inaeleza kuwa mara nyingi kukamatwa kunafuatiwa na mashtaka yaliyotungwa, ikiwemo uchochezi wa fujo, kusababisha uvunjifu wa amani au hata ulevi na utovu wa nidhamu. Mashtaka haya hutumika kuwadhalilisha watetezi wa haki na kuwazuia kwa muda mrefu katika mchakato wa kimahakama, yakigeuza mfumo wa haki kuwa silaha ya kunyamazisha wapinzani. Kwa ujumla, ripoti hiyo inaonya kwamba Kenya inaingia katika kipindi hatari zaidi kwa asasi za kiraia, ambapo gharama ya kusema ukweli inazidi kupanda. Government bloggers have come after me for a year and a half, calling me all sorts of names, using AI to try to assassinate my character. Inatoa wito wa kuwekwa kwa hatua za haraka kuwalinda watetezi wa haki za binadamu na kwa serikali kusitisha ukamataji holela, kuchunguza kikamilifu ukiukaji wa haki na kurejesha imani katika mifumo ya demokrasia. Grace Ng'ang'a, KTN. Wanaharakati pamoja na asasi za kiraia hapa